Operesheni jicho kwa jicho ya Irani ndiyo inayoendelea kuipondaponda Marekani, kwa sababu kwa sasa Irani amechafukwa, na ukiangalia wachambuzi wengi wanakuambia Iran is out of control, yani kwa mashambulizi ambayo Irani wanayafanya. Kwa hiyo huo ukanda huo wa Ghuba, mataifa yaliyoko kwenye ile Ghuba ya Uajemi yanachezea kipigo kisichokuwa cha kawaida kwa sababu ya kambi za Marekani zilizoko kwenye haya mataifa. Ndugu zangu, ni inakuja baada ya Marekani ambapo unajua Marekani upande mmoja anaongea kuhusiana na diplomasia, lakini upande mwingine ardhini anaendelea kupiga makombora, na sio tu kupiga makombora lakini kuweka pia vikwazo. Maana mnakumbuka wakati wako kwenye maombolezo ya kiongozi wao mkuu Ayatollah Said Al-Khamenei, mtakumbuka kuwa kuna zilikuwa meli tatu zilikuwa zinajaribu kupita kwenye ufukweni kabisa mwa Oman. Yani wanajaribu kuanzisha ruti nyingine mbali na ile ambayo inatakiwa kuwa approved na IRGC, kwa sababu ndio makubaliano yaliyokuwepo kwenye ile mikataba. Lakini ziliposhambuliwa zile, Marekani akaanza kuishambulia Iran, hasa kwenye visiwa kama kisiwa hiki cha Sirik Island cha Iran, ambako ndo anasema alikuwa anaamini kule kuna ghala za drones, kuna ghala pia za makombora ya Iran. Akaanza kushambulia, lakini Iran wakajibu kwa ukali sana, na kujibu kwa ukali Marekani akasema tumerudisha vikwazo ambavyo tulikuwa tumewaondolea Iran. Kwa hiyo tunapiga pini mafuta ya Iran hayatakiwi kuuzwa popote duniani, yani ili waendelee kumweka kwenye pressure ile ya vikwazo. Alafu baadaye wakatangaza kuwa mlango bahari wa Hormuz wameufungua, na vyombo sasa viko huru kutembea na kupita hapo Hormuz. Tunakumbuka sasa meli moja ambayo ilikuwa na bendera ya Cyprus ambayo ilijaribu kukatiza nje ya utaratibu ambao IRGC wameuweka, basi IRGC wakaishambulia ile meli. Na baada ya kuishambulia ile meli, usiku kucha Marekani akaanza kushambulia ndani ya Iran. Ndani ya Iran akaanza kushambulia. Umeona? Okay. Na wao Irani kuto kukaa sasa, ndio maana nikakwambia hii ni kuto kukaa kimya. Ndio maana nikakwambia hii ni operation jicho kwa jicho, operation eye for an eye. Ndio Ajemi wanasema hivyo kwa sababu ni operation ambayo ni jicho kwa jicho. Ukipiga na piga, ukikaa kimya na kaa kimya, ukitaka tuongee nitaongea. Ndio maana ya hii operation wanaita operation jicho kwa jicho, na hii ilikuwepo tangu mwanzo. Ndio maana chochote anachokifanya Marekani, Irani na wao watajibu. Na awamu hii Irani hawajajibu, ila wameshambulia. Maana unajua kuna tofauti kati ya kujibu alafu na kupiga. Umeona? Kwa awamu hii Irani sio tu wamejibu, no, awamu hii wameshambulia. Na ndio maana nilikuwa nakuambia kuhusiana na Prince Hassan Airbase ambayo iliyoko pale Jordan, ambayo vikosi vya Marekani CENTCOM viko pale kwa muda mrefu sana na vimehifadhiwa pale. Hii imepigwa vibaya mno na ndege kadhaa zimepata shida, lakini pia mifumo ya ulinzi ya Patriot na yenyewe imepata shida. Kama mnakumbuka, niwahi kusema hapa kuwa wameiteua Jordan kuwa kama kinga ya kukinga mashambulizi kutoka Irani kwenda Israeli. Kwa hiyo mashambulizi haya yanatakiwa yakingiwe hapa katika taifa la Jordan, kwa sababu kutokea Irani mpaka Jordan nadhani pana umbali wa kilomita kama 700 kama sijakosea, 700 au zaidi kidogo. Ni tofauti na kutoka Irani kwenda Israeli ni umbali wa kilomita 2000. Kwa hiyo kabla sasa madude ya Irani hayajaenda kutua Israeli, yawe yamezuiliwa hapa Jordan. Ndio maana Marekani akapeleka mifumo ya ulinzi ya Patriot, akapeleka mifumo ya ulinzi pia
ni THAAD, mifumo ya THAAD, kwa sababu ndio ina uwezo wa kupangua hizo hypersonic missiles, makombora yale hypersonic, tofauti na mifumo ya ulinzi mingine inakuwa kazi. Na ndio maana unaona kwa mfano Israeli ana mifumo ya ulinzi pale. Ipo mifumo ya ulinzi ya masafa mafupi, masafa ya kati na masafa marefu. Maona kuna Iron Dome ni masafa mafupi, kuna David's Sling, haya ni masafa ya kati, alafu kuna Arrows 1 na Arrows 2. Hii ni mifumo ya ulinzi ya Israeli ambayo hii ni masafa ya mbali. Kwa hiyo lakini bado kwenye vile vita vya siku 12 2025 mwezi wa 6, bado makombora ya Irani yaliingia na yakafanya uharibifu ndani ya baadhi ya maeneo ya taifa la Israeli. Kwa hiyo ikabidi Marekani apeleke mifumo yake ya THAAD ambayo ndio ina uwezo wa kukabiliana na haya makombora ya hypersonic. Lakini bado hiyo mifumo pia iliweza kupata shida kwa sababu ya mahesabu ambayo Irani wanayafanya katika utengenezaji wao wa haya makombora ambayo ni makombora ya hypersonic. Kwa hiyo ikatokea kwa namna hiyo. Kwa hiyo hilo likawa limekaa katika mantiki ya namna hiyo. Sasa baada ya Marekani, baada ya CENTCOM kuanza kushambulia sana ndani ya Irani, na wao sasa wameamua kushambulia. Tumeona hiyo Prince Hassan Airbase ambayo imepigwa vibaya mno, na rada zimeharibiwa, ndege zimeharibiwa, drones zimeharibiwa, zile MQ-9 Reaper zimeharibiwa, lakini na mifumo ya ulinzi pia imeharibiwa ndani ya hii Prince Hassan Airbase iliyoko pale Jordan, ambako ndiko inaaminika pia kuna makao ni headquarters za CENTCOM. Lakini tunajua kabisa headquarters kabisa ziko pale Qatar. Prince hii ni Al Udeida Airbase ambayo iko ndani ya Qatar, Al Udeida Airbase. Ndio tunajua pale ndio kuna makao makuu sasa, zile headquarters za CENTCOM. Lakini hata ndani ya Jordan pia kilikuwa ni kituo kikuu cha operation, kuendesha operation za Marekani, na inaaminika kuna askari wa Marekani 6 wameuliwa kwenye ili shambulio. Ndio maana nakwambia Irani awamu hii hajajibu, isipokuwa Irani awamu hii alichokifanya yeye ameshambulia na amepiga. Ukiachilia mbali hiyo Jordan, kuna Bahrain imepigwa, kuna Kuwait imepigwa, kuna hiyo Qatar yenyewe imepigwa. Ingawa Qatar wanasema sisi tulijaribu kuzuia makombora ya Iran bla bla, hizo ni propaganda tu, lakini imepigwa na yenyewe. Na bado upande wa mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu na yenyewe pia vile vile yameguswa vizuri sana, yameguswa vizuri tu. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa angalia, hiki ndicho ambacho Marekani anachokifanya. Kama nilivyokuambia, huku anauaminisha ulimwengu yupo kwenye diplomasia, na tayari Irani wamejua kuwa hata kama ungekuwa niwe ni raia wa Irani, raia pia ungelielewa ilikuwa, unaona kuna swala la mabomu, alafu upande mwingine kuna swala la amani, lakini upande mwingine tena kuna swala la vikwazo. Akili yako ingeenda wapi? Lazima akili yako inge focus zaidi na mabomu yanayotoa Irani na makombora yanayotoa Irani, lakini pamoja na vikwazo inavyowekewa Irani, tofauti kabisa na amani wanayoiongelea. Kwa kumbe amani ni mazungumzo ya kumzuga Irani ili adui aendelee kujipanga zaidi kuja kuishambulia tena Irani. Ndicho hicho walichokiona wanane hawa IRGC, na ndio maana na wao sasa unaona wanachokifanya hili jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Irani wanachokifanya. Ndio maana nimekuambia sio kulipa kisasi. Hiki ambacho wamekifanya sasa hivi ni vita hivi, yani wamepiga vibaya mno, na wanaoteseka ni mataifa ya Kiarabu. Na huu ni ujumbe wa Wajemi kuwaambia mataifa ya Waarabu, muondoeni huyu mliyemweka hapo. Mimi sina shida na nyinyi, lakini shida yangu kubwa ni huyu mliyemweka hapo, kwa sababu huyu ni mwanaharamu, huyu ni mharamia huyu. Umeona? Kwa shida yangu ndio hiyo. Kwa hiyo haya mataifa yasipomuondoa Marekani yataendelea kugongwa kila kunapoitwa leo, yataendelea kupigwa kila kunapoitwa leo, wasipoweka nje. Maana angalia, kumbuka kwenye haya mashambulizi Saudi Arabia haijapigwa,
Kwa nini Saudi Arabia haijapigwa? Kwa sababu Saudi Arabia ni kama yuko ndani, yuko nje, ni kama vile anataka kumuondoa, yani kuziondoa hizi kambi za Marekani. Na by the way, Saudi Arabia jeshi sio kubwa sana lililoko pale la Marekani. Jeshi kubwa, idadi kubwa wapo Kuwait. Pale kuna askari kama 13,000. Ukienda hapa Qatar kuna askari 10,000. Ukienda Bahrain kuna askari 9,000. Alafu ukienda Mashariki ya Kati, Mashariki ya Kati. Hizi nchi za Umoja wa Falme za Kiarabu kuna askari 3,000. Ukienda pale Saudi Arabia kuna askari 2,300. Kwa hiyo unaweza kaona namna ambavyo lakini ingawa ni eneo muhimu sana, ni eneo la kimkakati sana Saudi Arabia kwa kufanya mashambulizi yani wa Marekani wafanye mashambulizi ndani ya Iran. Saudi Arabia ni eneo la kimkakati sana. Lakini Saudi Arabia ni kama yuko ndani, yuko nje. Ni kama anajitoa, ni kama yuko. Kwa hiyo ndio maana iko hivyo. Kwa hiyo haya sasa ndio yanayoendelea huko, ndugu zangu. Raia wanaona na askari au Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu na lenyewe linaona na linashuhudia, naona okay, kumbe huu ni uhuni ambao hatutakiwi kuendelea entertain uhuni wa namna hii wa Marekani, maana pamoja na Israeli, kwa sababu sasa pale tunamwongelea Marekani zaidi, ndio maana bila Marekani Israeli hawezi kuthubutu kuishambulia Iran, kwa sababu anajua nguvu ya Iran ilivyo. Ndio maana tunamwongelea Marekani. Kwa hiyo hapa ni kuwa Irani hawajalipa kisasi, ila wamepiga awamu hii na wamepiga vibaya. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Asanteni sana.